kwa Tanzania na inataka iweke nguvu yake kuhakikisha inawasaidia vijana wa Kitanzania kwenye safari yao ya soka kupitia Yanga Soccer School, mambo yao yaende sawa sawa. Kwa hiyo kama una talent, yani wewe boli unalijua vizuri na ulikuwa unapata changamoto jinsi gani ya kujiunga na Soccer School kifedha, kwamba upo nyumbani una kipaji kikubwa, lakini ukimcheki mama, ukimcheki mzee au ukimcheki mlezi wako pale, huoni kama wana nguvu ya kiuchumi kuhakikisha wewe unakuja kujiunga na Yanga Soccer School, simama na wewe kukusaidia kufikia ndoto zako za kimpira. Nimekwambia watueleza hapa mradi mzima na idadi ya vijana ambao watawadhamini kwenye project hii ya safari ya soka na GSM Foundation. Lakini lengo kubwa ni kuhakikisha hakuna talent ya kijana wa Kitanzania itabaki nyumbani ikashindwa kuja kupitia hapa Yanga Soccer School na kupata maarifa sahihi ya kimpira kuendea kwenye safari yake ya soka. Sasa ambacho tumekiandaa sisi kama uongozi wa Young Africans na mkurugenzi wetu wa ufundi hapa, tunataka tuendeshe scout maalum ya ku-identify talent ambazo zitakuwa chini ya ufadhili wa GSM Foundation katika kipindi ambacho watakuja kutangazia hapa. Tunataka tuendeshe sasa hiyo football scouting ya kupata hao vijana ambao kweli walikuwa na talent lakini walikuwa hawako vizuri financially kuja kujiunga na Yanga Soccer School. Scout hii itafanyika siku ya tarehe 8 Jumapili inshallah. Siku ya Jumapili panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, ambayo itakuwa ndo tarehe 8 ndio itafanyika scout hii. Na viwanja ni pale Jimkana. Naomba wazazi huko nyumbani, watoto ambao wanajua mpira, mnisikilize vizuri kipande hiki. Tumeandaa scouting maalum ambao vijana watakuja, tunalo jopo la wataalamu watakwenda kuchuja wale vijana, na idadi ambayo GSM Foundation inataka kuwafadhili hao vijana itachukuliwa na kuja kuingia kwenye mradi huu. Zoezi hilo linafanyika siku, lakini ili uweze kufika kwenye hilo zoezi siku ya Jumapili, hatuwezi kuchukua vijana wote wa nchi nzima wakaja pale Jimkana. Kwanza hapatoshi. Ziko taratibu za kupitia. Na taratibu namba 1 ni kujisajili. Lazima ufanye registration. Na hiyo registration inaanza kufanyika leo mpaka siku ya tarehe 6. Yaani tuna siku 4 za kukusajili. Siku 4 kutoka tarehe 3 leo mpaka tarehe 6 inshallah. Ndio vijana ambao tumefungua mlango huu wa fursa kuja kujisajili na kwenda kwenye hii scouting siku ya Jumapili, wakaonyeshe talenti zao. Wataalamu wapo watakaochagua, alafu GSM Foundation anaweka mzigo. Yaani wewe njoo na kipaji chako tu, wataalamu wapo, hela ipo ya kuhakikisha wewe safari yako ya soka inafikia kilele. Nimesema ni siku 4 hapa makao makuu ya club. Tutaanza saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kijana ni miaka 15 mpaka 17. Na miezi 3, 17 na miezi 6 wewe njoo. 18 na mwezi mmoja baki nyumbani. Baki amchelee kujizima data. Na unapokuja kwenye usajili kuna vigezo vyake. Si hataki kuchukua tu watu hapa ili mradi tu tumechukua alafu dhamira yenyewe kwenye safari hii tukashindwa kuipata. Kocha kwanza unapokuja hapa, tafadhali beba kopi ya cheti chako cha kuzaliwa. Tafadhali, hili ni muhimu wadogo zangu. Beba kopi ya cheti chako cha kuzaliwa. Kuanzia leo njoo hapa, mimi naitwa Mfaume nani, cheti changu hiki hapa. Umri tunakagua huko sahihi. Lakini namba 2, tunaamini kijana wa miaka 15 mpaka 17, kwa mujibu wa sheria tulizokuwa nazo, huyu bado mtoto, yupo chini ya uangalizi. Ndio
ipo chini ya uangalizi aidha mzazi au mlezi. Kwa tafadhali, kama utakuja na mzazi na mlezi wako sawa, kishindwa kuja naye, njoo na barua iliyo mzazi aliyotoa ridhaa, wewe uje nayo. Cha pili ni barua ya ridhaa ya mzazi au mlezi, uibebe pia. Akikuleta alhamdulillah. Sasa utakuwa mzazi mlezi, mwanao ana kipaji, GSM wanakulipia na utaki kumleta, utakuwa mzazi kweli hapa? Kweli mtoto wako ana kipaji na unamuona nyumbani anafanya jitihada, fursa imekuja, GSM Foundation wapo mbele kuhakikisha wanamsupport mtoto wako, wataalamu wapo, fursa imepatikana. Wewe kumleta tu hapa Jangwani kujisajili ikawa ngumu, kumgea bado sajiliwe hapo. Ni kitu cha pili hicho. Kwanza cheti, kopi ya cheti cha kuzaliwa. Cha pili ni barua ya ridhaa ya mzazi au mlezi. Cha tatu njoo na barua itakayo kuidhinisha eneo unalokaa, yani barua ya mjumbe au serikali za mtaa inayokutambulisha wewe ni kijana wake. Sija katokea mazingzongwa. Njoo na utambulisho pia wa eneo. Sisi kama club tujiridhishe, huyu kijana ametoka Mabepande, baba yake ni huyu kijana ametoka Buza. Sio kuna talent huko Buza. Talent zipo kweli Buza. Sawa, kama Buza kweli talent zipo pia njooni. Na barua ya mwenyekiti wa serikali za mtaa, mimi natoka Buza kwa Lulenge, Buza kanisani, Buza sijui wapi, njoo nayo. Bwana, nimeidhinishwa na mjumbe na serikali za mtaa, barua yangu hii hapa. Baba yangu huyu hapa kanileta, au anaumwa, barua yake hii hapa. Cheti changu cha kuzaliwa, kopi yake hii hapa. Hakuna mizengwe, unakula usajili. Unaingia kwenye kundi ambalo litakwenda pale Gymkhana siku ya tarehe 8 kwa ajili ya scouting. Tutakuwa na wataalamu sana. Na tafadhali, maana tumetangaza hapa, sio tena wazazi vinaanza vimessage, vinaanza visimu, ba lainisha mwanangu huyo. Mimi sitafanya hilo jambo. Kitakacholainisha kwa mwanao ni talenti yake. Hatuwezi kufanya mambo ya hovyo hapa. Watu wameweka fedha yao GSM kuhakikisha wana support ndoto ya mwanao, alafu sisi tukafanya mazingzongo. Ndio bwana. Waandishi pia mpo hapa ambao mna wadogo zenu, ndugu zenu wanajua boli, sasa ndo mtaanza hapa. Mimi na mudu alikamwe, unimudu kwenye hili, unimudu. Niwatangazie hadharani kipaji chake basi. Sawa Lugano? Simu zisiite mzee. Hakikisha mtoto wako, kijana wako ana kipaji na ndicho kitakachomtetea siku ya scouting pale. Mzungu yupo hapa, Paul Matthew. Unamuingiaje wewe? Mpaka umlainishe, wewe unamuingiaje wewe? Kiswahili pekee anachokijua ni mambo. Unaona? Basi. Unaanzaje kumlainisha huyu mpaka ampitishe mtoto wako? Maana sisi tuko mbali muda huu, nawaachia wataalamu sana ndugu zangu. Niwaombe sana. Mlugano mmechambua sana. Bana, vipaji vingi vipo, hela hamna wazazi, vipaji vingi huku mtaani tunatoa vijana na wengine mkasa pale tunaangalia GSM pale wanakuja watu wa matajiri. Watu wa matajiri ndio wacheze mpira. Maana nilikuwa nimewatuzia dukuduku muda mrefu. Tunaangalia pale Yanga Soccer School wanakuja watu wa matajiri tu. Wao ndio hawana vipaji. Nyie maskini ndio mna vipaji. Kipaji cha mpira ni cha kila mtu. Rafael van der Vaart katokea familia ya kitajiri. Baba yake naye alikuwa anashangaa anacheza, wala shida yake anacheza mpira. Van der Vaart. Sio kama mnamfahamu. Mnamfahamu? One of the best player katika taifa la Uholanzi. Katokea. Mimi na talent ya mpira. Amecheza mpira mpaka Real Madrid. Van der Vaart. Sisi pale Soccer School mzazi kajibana akamleta mwanae kamlipia. Ukiwatazama watu wakishua hawa. Watu wakishua ndio hawajui mpira. Zinakuja timu zenu pale Yanga Soccer School, tunazichapa kila siku. Nani karibia na kujaga pale? Twende tukawajaribu wale watu wa Yanga pale wanaonekana hawezi boli. Tunawashona kila siku pale. Acheni hiyo dhana, mpira unachezwa na watu wote. Iwe tajiri, mzazi anataka mtoto wake acheze mpira atacheza. Sijipe unyonge bwana, mimi masikini sijui na mtoto wangu, hapana. Invest.
Hapa GSM sasa kashalainisha jambo moja. Wewe invest muda wako na mtoto wako tu hapa sasa hivi. Hii phase ya pili ambayo tunakwenda nayo ya safari ya soka na GSM Foundation, tayari GSM Foundation amesikia kile kilio. Ongeleni sana bwana. Hawa watu wana huruma. Wamesikia kilio ambacho mko nacho bwana. Sasa na sisi vijana wetu waje wapite kwenye huo mfumo. Sasa kijana miaka 15, 17, ujue hiyo ni under 18 tayari. Si ndio Tuna project ya kuchukua vijana wa under 18, ndugu zanguni, mambo ni mazuri huko mbele. Bora nikasema tena tunanogesha, hamtoi hela, ni kipaji tu. Tunataka hawa vijana tutakaowapata hawa, cream tutakaoipata kwenye huu mradi ambao GSM wameweka fedha yake hapa. Hii cream tutakaoipata hapa hii, tuilee vizuri. Isafiri nje ya mipaka, sio tu ya Tanzania, nje ya mipaka ya Afrika, ikacheze matournament mbalimbali. Unajua shida kubwa ya development ya vijana hasa wa Kitanzania, tuna lack hiyo connection. Unaweza kuwa unajua mpira lakini connection ya kutoka area moja kwenda area ya pili ndio changamoto. Sasa sisi tuna invest. Mlivyokuwa tunamuona engineer mara anaingia hapa, mara anaingia hapa, anaongea na hawa, connection zile tulikuwa tunajenga kwa ajili ya kumfikiria kijana wa Kitanzania. Na wahakikishia huu mradi ambao GSM Foundation wameweka fedha yao utakuwa mradi wenye mafanikio makubwa na wa kihistoria hapa Tanzania. Tutachukua vijana wenye vipaji kweli kwa ajili ya kuhakikisha tunaisaidia kwanza klabu yetu ya Yanga, lakini pia kusaidia mpira wa Tanzania. Tutachukua best product, best ambao tutawalinda kwa wivu mkubwa. Kijana sio umeandaa kombe wapi sio Kilimahewa, huwezi kumkuta. Tutawalinda kwa wivu mkubwa ili wafikie ndoto zao katika njia sahihi. Tutawasafirisha, tutakuwa kuna matournament mbalimbali huko Europe, wapi tutawapeleka kote huko kwa wivu mkubwa. Tunataka wafanikiwe. Nguvu hiyo tunayo kwa sababu GSM Foundation kashakuja mbele. Ni sisi kuwekeza taaluma na watoto kuwekeza vipaji vyao na muda. Hili jambo linakwenda kutokea. Na kwenda kuproduce best hata 100 usije nayo. Wewe njoo na mtoto wako na vigezo nilivyokutajia. Bure. Kopi ya cheti cha kuzaliwa, tuhakikishe umri. Namba 2, barua ya mzazi ambayo inamridhia huyo mtoto aje ajiunge hapa. Namba 3 ni barua ya utambulisho ya serikali ya mtaa ambao wanatokea. Vitu vitatu tu. Ukija hapa unasajiliwa, unaingia kwenye faili letu, tarehe 8 tunakutana pale Gymkhana. Na muda utaanza saa 2 asubuhi Gymkhana mpaka saa 8. Tutakagua talent zote. Kundi la kwanza litakuja itacheza, tutachukua patakuwa pana phase mpaka tunapata vijana ambao idadi rasmi GSM moja kwa tangazia hapa ya hao vijana wanaochukua, tunakwenda kuikamilisha. Kila phase tutapitia. Najua mna swali mnaliandaa hapa, hey vijana wa mikoani takuaje? Tuna siku 4 tumesema, tuna 4 days ya registration. 4 days. Wewe uko mkoa gani kwenye hizi siku 4 hauwezi kufika makao makuu hapa? Tuwe tu kweli ndugu zangu. GSM Foundation ameweka fedha yake pale kwa ajili ya kumsaidia kijana wako. Wewe uko Arusha, kijana wako kwenye usajili unaona pia mbali. Karibu atakuwa wapi? Yaani karibu kwako wewe ni wapi kama fursa hii imetokea? Tafadhali na nyie mliokuwa mikoani, msichezee fursa. Msichezee fursa kabisa. Leteni watoto wenu, leteni hawa vijana wenye vipaji waje wajisajili. Na wewe mzazi ambaye una kijana anajua mpira, wewe utakuwa unajua mpira tu. Kwa ni vyema kama hajui ukamchuje huko nyumbani, usijisumbue. Wewe jiridhishe mtoto wangu kweli boli limo. Akienda pale arudi ndio umlete hapa. Sio mtoto wako anapiga visufuri ambao baadaye ukaja kunini. Shirikisha pia ndugu zako, jamaa na marafiki. Huyu mali imo kweli humu. Ili usisumbuke. Ukatoka Mwanza ukampandisha basi mtoto mpaka hapa, alafu mali hamna mguuni. Shirikisha pia ndugu jamaa na marafiki. Bwana mnamuonaje huyu kijana?
Mtu kama Priva ndo kwenye familia yenu anaambiwa atakuja kuletwa, sio mkataa tu, hana shape ya uchezaji, hajakaa structure yake, anambia bwana pumzika, unataka kujisumbua Dar es Salaam. Lakini kama umejiridhisha vizuri mtoto wako ana kipaji na pale mtaani wanamzungumza, shule anazungumzwa, mlete hapa, hata baki, kwa sababu hii sachomtetea mtoto wako ni kipaji. Basi mimi nikupe fursa sasa uje uwaelezee Watanzania